Tunakushukuru mchana wa leo kwa sababu ni mwaminifu. Baba, tazama mioyo yetu iko mbele zako. Kwa Baba, tayari kujua zaidi matendo yako makuu na ukuu wako na uweza wako pekee Jehova. Asante kwa neema yako, asante kwa kila mmoja wetu. Asante Bwana kwa kila nafsi ambayo Bwana kiwazi mbele zako. Kwa Baba, utaendelea, utaibariki, utainua kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru Mfalme kwa sababu ya pendo lako. Kwa Baba, umemtayarisha mtumishi wako kuyanena makusudi na mapenzi yako katika maisha yetu. Katuinue Bwana, katubariki kupitia kwake, katuongoze kwa njia zako na kwa pendo lako. Achilia neema na uso mpya mioyoni mwetu, ili Baba tukazidi kusimama katika njia zako. Unaweza, unatosha Mungu wetu. Baba, utamtumia kama upendavyo, atatufundisha, atatubariki, atatuonya, atatuelekeza kwa utukufu wa jina lako. Twaliabudu jina lako.
kulitukuza, maana ni jina kuu. Pokea sifa mfalme wetu, kwa sababu ni mwema. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi naomba na kuamini. Bwana asifiwe. Basi nataka tupige makofi, tutamkaribisha mchungaji naye atakuwa nasi kwa ajili ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu katika jina la Kristo. Jambo. Basi tukane. Kwa majina naitwa Jonathan Hare na nashukuru sana kuja hapa siku ya leo. Mimi natoka maeneo ya Kanamai. Kanamai ni mwendo mchache tu kutoka hapa. Wale wanaweza kutembea, kama unaabiri tukutuku na gari, kama unaendesha gari, basi ni karibu zaidi. Sisi tuko kule na tunamtumikia Bwana. Asante sana mchungaji wetu, mchungaji Evans. Mchungaji Evans yeye alibahatika sana, akawa mwalimu wangu pale Shephanington, ingawa yeye hakuwa na somo alilolifundisha hasa, walikuwa wakivuta kupanga mambo yetu, na walikuwa wakitumwa pia kuangalia kama sisi tunahubiri injili ile ya Kristo. Hakupata nafasi kabisa ya kuweza kukaa mahali na pengine kupima ama kuweza kuangalia mtu huyu kweli anahubiri injili ama namna gani, lakini angalau amealika hapa na leo tupata nafasi ya kuona kama kweli mtu huyu ndiye yule ambaye tulikuwa naye chuoni ama ni mwingine. Kwa hivyo asante sana. Nafikiri kwa huduma na muda ule ambao nimehubiri injili hii, sijawahi kuhubiri ama kualikwa kuhubiri nje ya kanisa linalohudumu, hasa katika mwezi wa Februari. Nafikiri mialiko ile yote ambayo imekuja kwa miezi mingine isipokuwa hii mwezi wa pili. Kwa hivyo na furaha kubwa sana kuhudumu nje ya kanisa mwezi wa pili, mwaka ukianza hivi na tunapoingia mwezi wa pili, tuendelee kufurahia ukuu wa Mungu. Kwa hivyo na imani ya kwamba Mungu atawabariki siku ya leo tunapoendelea kushirikiana pamoja. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa wakati huu ambao umetupatia tuweze kusikia neno lako. Wewe ndiwe ambaye unazungumza na kutusaidia na kututia moyo. Neno lako huja kwa ajili ya kutupatia mwelekeo mzuri, kuturekebisha na kutuonya. Kwa hivyo siku ya leo basi likafanye kama jinsi upendavyo. Neno lako haliji bure, na kama mvua ichukavyo kutoka mbinguni kuja ardhini, basi neno lako haliji bure na litatimiza yale yote uliyoyapanga na uliyotaka yafanyike. Uzungumze nasi kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Tutashiriki neno la Mungu kutoka kwa kitabu cha Ruthu mlango wa kwanza. Ruthu mlango wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni. Waefrati wa Bethlehemu ya Yuda wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Kafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili.
nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa na jina wa pili aliitwa Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10, wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Ndipo alipoondoka yeye na wakwezi ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakwezi wawili pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakwezi wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana awatendee mema ninyi kama ninyi mlivyo watendea mema hao waliofariki na mimi pia. Bwana anawajalie kuona raha kila mmoja nyumbani mwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia. Wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kufuatana na mimi, je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wawe waume zenu? Enyi wanangu, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini, kama ningepata mume hata usiku wa leo na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia msiwe na waume? La sivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yao. Nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Orpa akabusu kwewe, lakini Ruthu akaambatana naye. Naye akasema, tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Ruthu akasema, usinisihi nikuache nirejee nifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukao nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana nitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu utatutenga wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Hivyo hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehemu. Na ikawa walipofika Bethlehemu, mji wote ulitaharuki kwa habari zao. Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana, nami nilitoka hadi nimejaa. Naye Bwana amenirudisha sana, sina kitu, kwani kuniita Naomi. Ikawa Bwana ameshuhudia juu yangu, na Mwenyezi Mungu amenitesa. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya kwanza katika maisha yangu kujifunza kuendesha pikipiki ilikuwa mwaka wa 2011. Siku hiyo nilikuwa na ndugu yangu, rafiki wa karibu, ambaye yeye alikuwa akiitwa James. Na James yeye siku moja akanibeba kwenye pikipiki na akaniuliza, ndugu yangu, hivi mimi nitakubeba kwenye pikipiki mpaka lini? Si basi leo na wewe ujifundishe kuendesha pikipiki? Nikasema basi sawa, ikiwa umenuia kunifundisha kuendesha pikipiki mimi siku ya leo, basi nifundishe. Sema shika usukani.
Akasema sasa hapa utawasha, alafu ushike clutch, uweke gear, alafu uvute mafuta polepole, uanze safari. Basi nikawasha na nikafurahi kwa sababu siku hiyo pikipiki ilianza kwenda. Akasema sasa finya clutch, weka gear. Unaonaje? Niongeza mwendo. Hebu weka nyingine. Nikaweka. Nikaona basi sasa huu ndo mwendo. Kumbe watu hufurahi namna hii. Basi nikafinya clutch nikiweka. Nikaweka. Sema vuta mafuta. Basi mwendo kashika. Furahi kabisa. Akasema sasa unaona wewe sasa muda mrefu umeisha. Angalia sasa wewe utakuwa mtu mzima sasa, wewe peleka. Basi tukapeleka. Mbele yetu ukawa kuna dimbwi la maji. Halafu umechimbwa mtaro huko kando, maji yanaingia kwenye shamba la mwenye shamba hapo. Akasema sasa shika clutch, halafu toa. Lakini kwa sababu kasi ilikuwa imeshika kabisa. Sasa umesema umeshika clutch, toa. Wewe sasa unaona. Basi nikaenda kuingia kwenye mtaro. Nikaingia, lakini kwa bahati nzuri nikang'ang'ana, nikatoka nalo, lakini pikipiki lipo mbio. Mbele kukawa kuna wamama watatu wamebeba mitungi ya maji. Wanakuja na mimi naenda. Sasa wale wamama sasa wale wamama wakawa wametawanyika. Na mimi sasa niko mbio. Sijui sasa niape huyu ama ni namna gani. Sasa wajua kumbe ukishtuka kuendesha pikipiki basi mafuta leo unavuta kabisa. Basi hilo pikipiki lakini sikuwa gonga. Kakosa. Sasa wewe unataka kuharibu. Sasa sijui ikawaje pale. Alafu ile pikipiki nikasikia nimefanya kama unaona yaani tukawa sasa tumesimama. Anambia sasa acha tena, nikamwambia sasa hapa wewe sasa chukua. Sasa woga wa kuendesha pikipiki tangu siku hiyo basi ukaingia kabisa. Wakiniambia twende, naambia sasa wewe nenda. Sema panda upeleke, asema wewe panda, mimi nitakaa. Kaogopa kabisa. Na sikuweza kuendesha tena. Nafikiri nilijaribu tena mwaka 2017 nilipokuwa nimeenda Kamani kwenda kuhubiri. Nilikuwa sasa ni mwanafunzi pale Bishop Wellington. Nikaenda kule, mchungaji mzee ananiambia mimi tuhubiri Injili lakini kesho tuko off, basi twende Rabai nyumbani. Anasema sasa wewe utaendesha leo. Sasa ikawa inanisinya sana. Mzee ananiendesha mimi. Badala mimi sasa niendeshe mzee. Lakini nilipatia wacha nifuta, sema hii sio hii. Nikaogopa kabisa. Lakini mwaka huu nafikiri wiki ya pili ya mwaka huu kuna ndugu mwingine akawa yeye pia hajui. Basi kodisha alafu tutashirikiana. Nikaendesha kidogo. Lakini nimeogopa sana. Hata saa hii nafikiri naomba tu Mungu anisaidie niendeshe pikipiki vizuri. Kwa sababu jambo hilo limenitia uoga sana. Sasa mchungaji naye akaniambia mwaka huu basi tunalenga Marko 5:36 kwamba usiogope. Amen. Basi pia mimi sasa sitaogopa. Naamini kabisa kwamba mambo haya yatafanikiwa. Na nitafanya bidii. Siku nyingine nilete hapa. Naomba sasa mnaona sasa ile mambo sasa imefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi habari ambazo tumezisoma siku ya leo ni za mtu mmoja ambaye anaitwa Elimeleki. Yeye na mkewe na wanae wawili. Huyu aliogopa, lakini hakuogopa kuendesha pikipiki kama mimi nilivyogopa. Huyu aliogopa kufa. Alikuwa anaishi mahali kunaitwa Bethlehemu. Bethlehemu ni neno la Kiyahudi ambalo linatokana na maneno mawili.
Kiyahudi, na ikiwa hujui Kiebrania, basi leo nafasi kujua maneno mawili ya Kiebrania. Sema bayit, nasema lekem. Sasa bayit ni nyumba, alafu lekem ni mkate. Tuko pamoja? Umeshika hiyo? Bayit na lekem. Hii ni nyumba ya mkate, na si kwamba ni nyumba ya kwamba umetengenezwa na mikate ama pengine, yani hiyo ni nyumba ya mkate, yani mkate upo. Tuko pamoja? House of bread, ni nyumba ambayo mkate upo, yani riziki pale si shida. Hapo ndipo watu walapo na wakashiba. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo ambapo watu huingia wakiwa wamebaki na njaa na wanakula wanashiba. Lakini mtu anaitwa Elimeleki pamoja na mkewe na watoto wake wawili, Maloni na Kilioni, hapakuwatosha. Ukawa na njaa siku hiyo, nyumba yenye mkate ukawa na njaa, wakaogopa kufa, wakaanza safari kuelekea mahali kunaitwa Moabu. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kusema kwamba ikiwa unaona kwamba kuna changamoto zimekuja, ikiwa unaona maisha yamekulemea sana, wewe usiwache kusikia injili ya Kristo. Usitoke nyumbani mwa Bwana kwa sababu siku hiyo majaribu yamekuja. Usiondokee uso wa Mungu siku hiyo. Watu katika Marko mlango wa 5 wakamwambia Yairo, wewe Yairo, sasa yule amekufa, wewe nini bwana? Twende. Bwana Yesu asifiwe. Yule binti yako tayari amekufa, hapa kwa Yesu wewe unafuata nini? Twende. Yesu anamwambia wewe basi usiogope, amini. Watu huogopa na hata wakatoka makanisani kwa sababu yale ambayo yamewakuta hawayawezi. Elimeleki, Maloni na Kilioni na mkewe basi wakatoka, wakasema sisi tuondokea hii nyumba ya mkate, twenda huko Moabu. Maandiko matakatifu ambayo tunayakariri wakati mwingi huwa katika nafsi zetu na akili zetu. Majaribu yajapo, maandiko yakaja. Mungu anasema Yeremia 33:3, niite nami nitaitika, nami nitakuonyesha makubwa magumu usiyoyaweza. Bwana Yesu asifiwe. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, njooni kwangu nyinyi mliochoka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Mambo haya yanakuja kwenye akili yako, lakini unajiuliza, unasema nimekaa muda mrefu, mbona mambo haya hayapo? Ufikapo hapo, basi watu wengine hujaribu katika nafsi zao, hujaribu kutafuta mianya hapa na pale. Wengine wakaingia kwenye majaribu kabisa, wakenda hata wakaingia kwa wachawi na waganga na watu ambao ni waovu, ili wafanikishe kile wanachokitafuta. Basi imani yetu kwa Mungu inaonyeshwa na jinsi sisi tunavyokaa ama tunavyofanya wakati majaribu yamekuja na yamekuwa magumu kwetu. Lakini katika mambo hayo magumu yote, ni vyema kufahamu ya kwamba Kristo Yesu ndiye kimbilio letu katika maisha yetu. Simulizi hili linaanza kwa mstari wa kwanza likisema, ikawa zamani waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi, akaondoka mtu na mkewe na wanawe wawili, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili, na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki. Wakati huu unaozungumziwa hapa ni wakati ambapo kulikuwa na watu wanaitwa waamuzi, na kulikuwa kwa ile Kiingereza tunasema ni cycle of sin. Watu hawa wanafanya dhambi, Mungu anawaadhibu, alafu wanatubu, Mungu anawapatia kiongozi.
na wakati huo wakifanya dhambi, basi watapigwa kabisa na adui zao, lakini wakitubu na wakipewa kiongozi wanafaulu. Basi ikawa namna hiyo, ikawa ni cycle ile, mambo yanaenda yakirudi namna hiyo. Wanafanya dhambi, wanapigwa, wanatubu, wanapewa kiongozi, wanashinda. Wanafanya dhambi tena, wanapigwa, wanatubu, namna hiyo. Ikawa ni wakati wa wakati huo, na watu hawa wakawa ni ambao wanafaa kumtegemea Mungu, lakini kumtegemea Mungu kwao kwa kuanza kuisha. Wameanza kusahau mambo ya Mungu. Na njaa ilipokuja, basi tena njaa ilikuja mahali ambapo Kristo atazaliwa. Angalia mahali hapa, pale pale ndipo njaa Bethlehemu ya Yuda. Basi pale ndipo Kristo ambapo kisha baadaye alikuja akafanya nini? Hawa watu wakaondoka na wakaenda zao, wakasahau hii ndio njia ambayo ni ya kupata mkate. Hapa ndipo ambapo mkate upo. Wakatoka na wakaenda zao. Hawa walikuwa wanatafuta kuepuka kifo, walikuwa wanaogopa kufa na akawa wanakimbia kifo. Lakini kwa bahati mbaya walipokwenda kule, basi watu wakafa. Yule bwana kafa, na wale watoto barobaro nao pia wakafanya nini? Kama pengine watu hawa wangekufa ikiwa Naomi angali Bethlehemu, basi si hata pengine ungekuwa na watu wa kusema basi twendeni tukafanya ushirika wa ufariji kule, kumfariji dada yetu pale ameondokewa. Lakini amekufa Moabu. Elimeleki na watoto wake wamekufa Moabu, mahali ambapo watu wanamuomba Mungu anayeitwa Kemoshi. Na Mungu huyu alikuwa Mungu wa kupokea zaka na sadaka za watu. Yaani wewe mtu utolewe sadaka. Mambo kama hayo yako, sio? Huku pwani mambo hayo yako. Wengine wanaweza kutishia wewe tutakula wewe. Ni hatari sana. Basi kumbe huko Moabu, hata acha mambo ya huko Moabu, kulikuwa kuna watu na kazi yao ni kutoa sadaka za watu kwa miungu hao. Lakini akaona ni heri mtu aende huko akakae huko kuliko kukaa kwenye kivuli cha Mungu huko Bethlehemu ya Uyahudi, Bethlehemu kule. Lakini sasa sisi pia ni hatuna tofauti kubwa wakati mwingi na mtu huyu Elimeleki. Tunatamani kwamba wakati tunapoomba basi tupokee. Tunataka tukiomba tuponywe, basi tuponywe tayari, sio? Tunataka tuombe kuomba unataka kazi upate tayari kazi na mambo yaendelee. Tunataka immediate solutions kwa changamoto tunazopitia. Hatujali kusubiri. Lakini si hata kukombolewa kwetu kwa Yesu Kristo ilibidi ya kwamba Kristo aje au mfano wa mwanadamu afe msalabani kwa ajili yetu sisi. Jambo hilo je, lilifanyika kwa nukta? Je, jambo hilo tulilala kufumba na kufumbua ikawa dhambi zetu tayari zimesamehewa? Kwa nini wewe unaona vigumu ya kwamba changamoto inapokuja unaogopa na unatoroka, unatafuta mahali kwingine kwa kujisaidia? Elimeleki, jina hili lake likawa linamaanisha Mungu wangu ni mfalme. Hii ni kuonyesha kwamba unayo matarajio makubwa kwa Mungu wako. Wale wazungu wakasema una confidence, trust ya kwamba Mungu wako yeye anaweza. My God is king. Jina la Elimeleki. Lakini kama Mungu kweli ni mfalme wake, je, yeye aliishi kama jina lake lilivyo? Ama yeye anasema kwamba Mungu wangu ni mfalme, halafu pale alipo Mungu sipo yeye alipo, anataka kuondoka na kwenda kwingine?
Yohana 1:12 ukasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wewe ni mwana wa Mungu, lakini je, unaishi kama mwana wa Mungu? Mbona basi mambo yakikuwa magumu, yakikukalia, yakikukabako, wamwangalia Mungu kama babako? Ama wewe unaangalia halafu unasema, wewe namna gani, mimi hii mambo imenishinda, nimekuwa hapo St. Peters toka mchungaji damu aje mpaka saa hii, una kitu, fanya nini pale? Si heri basi niende mahali kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Je, kwa kusema wewe ni Mkristo, je, Kristo yupo ndani yako na huna uoga wa aina yoyote? Angalia mke wa Elimeleki, jina lake Naomi, maanisha kizuri, kitu ambacho kinapendeza. Tena hata baada ya yale aliyopitia, kufeliwa bwana yake na watoto wake wawili na kurudi Bethlehem, mstari wa 21, tukaona watu wanamwangalia wanasema, lakini yule ajaye si basi ni Naomi. Hata baada ya yote yaliyotendeka, kisha bado wanaona kwamba huyu angali anapendeza. Je, unajua kwamba Mungu anaweza kuhifadhi wewe hata licha ya yale unayopitia, kisha ukafaulu na ukaendelea vyema? Bwana Yesu asifiwe. Wakasema, basi kisha huyu si ndio yule aliyefutwa kazi wakati ule, mbona saa hii anaendelea vizuri? Mtu huyu akawa anasema, mstari wa 21, mimi nilikwenda nikiwa nimejaa kabisa, I went away full and the Lord has brought me back empty. Angalia vile anavyojifikiria yeye mwenyewe ya kwamba ni mtu duni ambaye hafai, lakini watu wanasema, wewe si bado unapendeza, wewe si bado ungali Naomi. Nataka kusema kwamba ulivyo navyo na vyote unavyomiliki, si kwamba kwa sababu ya hivyo ulivyo navyo basi wewe utakuwa na furaha ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Furaha ya maisha inatoka kwa Kristo. Huyu akawa anafikiria kwa sababu pengine alikuwa na mume angali hai na watoto wamekuweko, basi yeye ndio angefurahia maisha. Lakini hawa wanamwambia, angalia jinsi wewe ambavyo bado ni Naomi, bado ungali unapendeza hata baada ya mambo haya yote. Naomi, mstari wa 6 na wa 7, akasikia ya kwamba huko Bethlehem Juda, Mungu ametembelea watu wake na amewapa mkate. Basi kumbe, ingawa hata alikuwa ameenda Moabu, lakini bado alikuwa akituma salamu kwa watu wao huko. Bado kulikuwa na communication, bado kulikuwa na ushirika, fellowship. Alikuwa bado akiwasiliana nao huko. Namna gani? Akasikia huko Mungu amewatembelea watu wake na amewapa mkate. Angalia sasa, unatoka nyumba ya mkate, unaenda Moabu, unatoroka Kufa, uenda watu wafa kule, halafu mkate ndo waje sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa maeneo ya pwani harusi huwa ni kula. Sema kula. Harusi huwa ni kula. Hata bibi harusi akawa na sura mbaya ama kama nguo namna gani, lakini bora watu wamekula, wameshiba, basi sasa mambo yako sawa. Watatoka wakisema pendeza sana hata kama hawakuona, kwa sababu harusi huku ni nini? Mpendwa mwingine akaenda harusini, kaa huku mbele. Sasa kukawa kuna keki ambayo inagawanywa, watu sasa wamekata, sasa inagawanywa. Wale wanaogawanya wasema, basi sasa kwa sababu hii keki kuanzia kule nyuma. Sasa ikagawanywa kuanzia kule nyuma ikaja hivi. Ilipofika tu karibu na yeye ikaisha. Ona. Basi vigelegele hapa, basi sherehe imeshika, ipo tunayo. Nasema lakini sasa harusi ni kula, lakini keki
Akasema sasa basi wakati kupokea chakula cha mchana ukae kutarajia. Basi ndugu akaona kwa sababu keki imeanza huko. Wacha na mimi niende. Basi akaondoka pale mbele. Ndio asema kidogo. Lakini hapa si ndo hata kwa sababu harusi ni kula, akakaa kule nyuma. Sasa yule mzee akasema basi sawa, niko tayari. Basi anza huku mbele. Twende. Yesu asifiwe. Basi kikagawanywa kilipokaribia na mahali liko basi bisha. Kwa hiyo imeishia mbele. Asema sasa ndio haya. Waje. Sasa basi pengine hiyo next. Tanzia mbele. Next kweli. Sasa kama kikisha. Pilau shari. Kitu kingine kinakuja. Sema na kiwacha pale mbele. Pengine. Utakuwa pengine soda pengine maji kwenye chupa. Kosa kana hata maji ya chupani pia utakuwa umeenda harusini. Basi kwa sababu watu ambao wamekula na wameshiba, yule mzee akasema sasa hapa kuna nitaje toothpick zile. Anasema sasa basi toothpick, watu kama wanataka toothpick basi fanya hivi, anza tayari kila mtu apate toothpick. Akapewa toothpick. Tuko pamoja pale. Yeye mtu huyu angetulia mahali alipo, si angekula pilau. Na vile alikuwa amekosa keki, alikula pilau. Tunasema kwamba tulia mahali ulipo. Yesu asifiwe. Hapa St. Peter's, hapa Shimo la Tewa, hapa basi Mungu hutembelea watu wake hapa. Tuko pamoja. Hapa ndipo atakapoleta mkate hapa. Si mahali kwingine. Hapa ndipo breakthrough yako ilipo hapa. Kwani yeye hajui kwamba wewe hapa Shimo la Tewa. Basi wacha kutapatapa. Wacha kuwa hapa na kule kwa sababu ya matatizo uliyoko nayo. Yeye yakuona. Yairo akaambiwa tulia hapa. Hapa basi tulia hapa. Siogopa. Amini, vitakuwa hapa. Basi si angeachiliwa Yairo, pengine angesema mimi basi wacha niende. Yesu ana uzubaa hapa. Mimi nimemwambia kabisa kwamba huko mtoto wangu ni mgonjwa mpaka amekufa, yeye ananiambia nini sasa? Tuko pamoja. Ule wakati wa Kristo kutembelea wewe ukifika, basi utatembelewa. Na yote haya yanafanyika kwa ajili ya utukufu wake. Tunasoma sasa Warumi inasema ile inafanyika kwa utukufu wake. Sio kila kitu kinafanyika kwa utukufu. Basi kwa nini Mungu asitukuzwe kwa maisha yako wewe? Unataka atukuzwe kwa nani sasa? Mbona unatapatapa? Unataka kutulia? Mbona unakuja huko kushirika huko hapo basi? Basi huyo atoka akaenda wapi? Huyo atasai yuko huko. Anasema hapa watu wanaomba hivi. Umeenda kwenye kanisa ambao watu wanaomba hivi. Siku nyingine ndugu mmoja anasema walienda mazishini, alafu ukawa kuna maombi, wachungaji wakaitana pamoja saba swashi kuombe, alafu tuanze ibada. Sasa ndugu akaomba Mungu basi tusaidie na kuendelea ibada ya mazishi. Alipomaliza ule mchungaji akamwambia mshirika na wewe, hebu omba. Unajua wewe tunataka maombi ya hivi. Yesu asifiwe. Sasa hiyo nayo ni gani? Sasa tumeomba na wamesikia. Yesu asifiwe. Basi wakati mwingine wewe unadanganyika, unafikiria unaenda kwenye maombi ya hivi. Kumbe ile ya hivi tayari ameshasikia na mkate waja. Yesu
asifiwe. Wewe sasa wenda kwa mwambia hivi. Ukifika kule kumbe mkate ulikuwa hajamwambia hivi. Unajichanganya, unapotea. Tulia mahali ulipo, wacha kutapatapa. Akawaambia hawa watoto wake, mwanzo hii ya Kiswahili, hii ni Kiswahili ile inaitwa Kiswahili Union, hii tafsiri ya Kiswahili hii, na ikiwa Kiswahili unaweza ukakosa kuelewa. Kama mstari wa 6 anasema wale wakweze, si ndio? Wakweze. Wengine wanasema wakweze. Huko upani wa lugha rahisi walikuwa wakazawana wake, si ndio? Wakazawana wale. Uelewe. Ndio wasema wakweze, sasa wakweze. Huko basi nikisema mkwe watu wanajua sari mkwe wangu basi ni yule babake wangu, sio? Wangu. Walikuwa wakweze kwa namna ama kwa maana ya wakaza wanawake. Huyu akawa anaombea, asema mimi bwana, nyinyi watu wangu, nyinyi msifuate mimi. Mungu awabariki, hata wapatie waume na mzae watoto wengine. Lakini yeye anataka kurudi kule upande ule. Anawaombea, alafu yeye anasema naenda kule. Yeye alikuwa anafanya kitu kizuri wakati ule, waombea watu. Umesikia kwamba kuna mkate, Bwana Yesu asifiwe, na huko watu wana njaa, lakini unaombea wewe, unasema yeye lakini Mungu apatie wana wengine mpate watoto kule Bethlehem. Tikisa kilikuwa kikali sana. Yaani anawaacha hawa, anarudi kule kwenye sanduku la agano ambako Mungu wa kweli yupo, lakini anaambia nyinyi sasa wakini hapa kwa Kemoshi ndugu zangu, wakini na njaa zenu kule. Tunaona hii simulizi vile iko, mambo gumu kabisa haya yanafanyika hapa. Mungu akikufanyia muujiza wewe, basi pia wengine nao waambie basi twende kwa Mungu. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia tonya tuijue, imochuoni na mwenyewe hapa asema. Yani wewe ukishafanikiwa basi waambie wale twende Bethlehemu. Hapa ikawa wale ambao wanachelewa basi mmekosa. Kwa mtu mwingine hapa anatuongoza nyimbo na akawa anaanza ile wimbo, ni kama ngoma inapigwa kabisa. Nafikiri kama kiloya hiyo, sio? Napigwa basi akawa nilikuwa nangoja aweke basi nyingine, lakini yeye hakuweka. Sasa nilikuwa pale, lakini mbarikiwa kabisa. Sasa piga ngoma, piga hivi. Unaona Sasa kwa watu wa Mungu twende. Sio? Basi wale pesa worship wakaanza kucheza Mungu. Sio? Sasa hiyo kuna pale basi nyingine nasema evidence by. Sio? Hapo sasa unapata hiyo. Anasema watu wa Mungu twende. Sio? Evidence by. Sasa nilikuwa nangoja hapo Ibilisi. Sasa tunarudi nyuma kabisa. Lakini akakosa kufika kule. Nasema kwamba basi mambo yakikufanikia wewe, waambie wengine. Usiwaombee ukawaacha pale, waambie twende kule. Ndio mambo haya yapo. Mikate kule sasa iko. Yatosha ile. Twende. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anasema katika Mathayo
24, ya kwamba mtu yoyote atakaye kunifuata mimi aache mambo yake, abebe msalaba wake anifuate mimi. Yule anayetaka kusave maisha yake, huyo atapoteza, lakini yule anapotezaji kwa ajili yangu mimi, huyo basi atayapata huyo. Basi hiyo injili unayoendeza huko, ya kwamba hapa yupo, ya kwamba Kristo ndiyo njia, ya kwamba suluhu ya matatizo yako huko kwa Yesu ndiko iliko. Anasema wewe maisha yako utayapata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuburudika peke yako, wacha kufurahia peke yako. Ni wakati sasa wa kuambia wengine twende. Ni wakati wa kuambia wengine twende kwa Yesu. Jambo ambalo lilitakiwa ya Naomi na Ruthu kufanya ni kwenda huko Bethlehem. Hiyo ndio ilikuwa inatakikana. Kuna mikate, hakuna mikate, huko ndiko aliko huko. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa basi maombi ndio njia, basi tuombe basi tutapata. Hatutapata, yeye amesema tutapata. Ikiwa umeomba naona basi hupati, basi sasa wewe sisi tutafanyaje sasa? Na wewe unaona hupati. Basi sawa. Lakini unapewa mpeni na utapewa. Basi omba, kwa sababu kwa kuomba alikupewa, watu wanapewa. Sasa wewe utakuomba hadi kwa sababu unaona hupati. Sasa ombeni mtapewa, nao utakuwa umeweka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa wakawa wanaangalia, wanasema sisi imani yetu huko ambako twenda, basi vitakuwaje? Tusikia kwamba kuna mikate. Lakini basi twende, sababu basi nasikia kuna mikate. Waenda kwa sababu wajua kwamba tutapata, na hata kama haiko yaja takuwa Bethlehem. Kwa sababu hiyo ndio nyumba ya mikate. Sasa si hapo ndo kwenye bakery wewe. Na hapo ndo mikate, watu wanachukua mikate. Kama kuna mikate mingine unga haukuja, watu wakoroga haukuja, lakini hapo ndo kwenye mikate. Sasa wewe watu kwa bakery waenda ingie kusema. Basi ndio kule na watu. Bwana Yesu asifiwe. Wale utapata watu waangalia mashini wanashona na wana habari ya mikate. Utateseka na njaa, wewe una njaa, subiri. Mikate hapa bakery. Bwana Yesu asifiwe. Usitoke hapa. Tulia. Wacha kuogopa. Huyu Ruthu anampenda Naomi na hayuko kabisa na furaha na amejitolea kwa moyo wake wote. Anasema huko endako mimi na mimi huko. Huyo Mungu wako ndiye atakuwa Mungu wako. Wale watu wako hapo nitakapokufa basi asikuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu ambaye ameangalia na akajua kabisa Bethlehem ndiko kuliko na mkate, na nenda huko na kitakachotokea huko sirudi Moabu, mimi niko huko. Tena nikifa nisikeni huko. Opa ni mmoja wa wale watu ambao wanampenda Kristo, lakini hawako tayari. Hawako tayari kuachana na Moabu. Hawako tayari kuachana na vitu vyao. Wakaja kwa Kristo, wakamwambia Kristo, sisi tumekuja. Yesu Kristo anataka mtu anaingia mzima mzima. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mna umri kama mimi na mmelelewa huku, hasa wale wanawake, basi nyinyi kulikuwa kuna mchezo mwingine zamani unaitwa uki. Uki ulikuwa na maduara manne, ulikuwa mchezo na wasichana, lakini sisi pia tulikuwa tunaita. Kwa sababu ulikuwa una maduara manne unazunguka hivi, lakini sheria kama ndani ya duara unatoa mguu mmoja. Lakini usitoe mguu, ukitoa mguu bila utapigwa kapira. Ukipigwa kapira mchezo mwisho unatoka. Lakini unatoa mguu hapo unasema wale gauch. Ngoja. Tunacheza shule. Nazunguka kigamba, wale gauch. Wewe uko sawa, sio?
Sasa injili ya Kristo haina one leg out. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sema one leg out. Haiko hiyo. Hiyo si injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye hataki watu ambao wako vuguvugu. Anasema wewe uwe moto ama uwe baridi. Hataki vuguvugu. Na ukiwa vuguvugu basi atakupiga. Hana haja watu kama hao. Mfano Opa anaangalia hivi Bethlehem, anasema wacha nipate Mungu wa Kemoshi. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama unataka kubaki kwa shetani, baki huko. Kidogo niseme usija, lakini njoo. Njoo tukuombee mambo yako nini. Wewe unapata majaribu, njoo, wachungaji wamekaa hapa. Ombewe, fanyiwe maombi, matatizo yapungue, yaende kabisa katika jina la Yesu. Hawa huyu Opa, suluhisho ambalo Ruth aliona, alijua mimi ni kwenda Bethlehem. Hilo basi msuluhisho. Suluhisho katika maisha yetu ni kumfuata Kristo kikamilifu. Kumfuata Kristo kikamilifu, si nusu. Kataeni shetani, pigeni shetani, naye atafanya nini? Atatoroka na kwenda. Lakini ikiwa umempiga shetani, kataa. Haya makanisa ya Protestanti wakati mwingi huko nyuma hivi sasa tumegeuza kidogo, tunawabatiza nyinyi, lakini wakati ule tunafanya mafundisho, halafu kuna mambo unasema pale. Mtumaji anakuja anasema kama kubatizwa anasema unaahidi nini? Anasema namkataa shetani na kazi zake zote. Tamaa za mwili na nafsi za dunia hii mbaya. Unaona, unakataa kabisa, umetoka kwa shetani. Wewe sasa unaenda kwa Yesu. Wewe njia pekee Yesu. Huko ndiko uzima uliko. Huko ndiko suluhisho lako liliko. Huko ndipo mambo yamepangwa kwa ajili yako. Mambo yalipokuwa yanaonekana kwamba yameharibika yote kabisa, Mungu bado akawa na kina Naomi na kina Ruth. Na ukiendelea kufuatilia kitabu hiki utaona ya kwamba Ruth baadaye akawa mmoja wa wale waliowapata wakina Yese ambaye katika huo ndio Kristo alipatikana. Bwana Yesu asifiwe. Je, majaribu haya na mashaka yaliyofanyika, basi si yalifanyika kwa ajili ya Mungu? Kama angekuja hivi Ruth, wafikiri wakina Yese na wale wengine wangetoka kwa nani? Kristo kwa ile laini ile akina Ruth kazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Yote yanatendeka kwa wema wale wanaoamini Kristo. Wewe kwa nini unaogopa? Usiogope. Amini. Usiogope. Amini. Ufuate. Bwana Yesu asifiwe. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. To trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Tunamisha tutuambia
zetu na tuombe. Upo hapa siku ya leo na wewe ni kama unatakatanga kwenye mawazo yako, umeomba, umekata moyo. Amini nasi siku ya leo tunapoomba maombi haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe unayeona ndani ya mioyo yetu, watu hawa ambao umetufundisha juu yao siku ya leo, Elimeleki na jamii yake, wakasumbuka na wakapotea, wakaenda Moabu, lakini Mungu kwa upendo wako, kisha Naomi na Ruth ukawarejesha Bethlehemu. Tupo katika nyumba yako siku ya leo, na wakati mwingi mambo yanakuwa magumu kwetu na tutatamani kuondoka katika uso wako, lakini tunaomba ikiwa yupo mmoja wetu ambaye ana hali hiyo siku ya leo, Mungu mtie moyo katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa anaona kwamba ameshindwa, wewe ndiwe mshindi na unazo nguvu za ajabu mikononi mwako. Tunaomba umtembelee ndugu yetu na dada yetu, wale ambao wamekata tamaa kabisa katika neno lako. Tunaomba watembelee katika jina la Yesu Kristo. Usiwaache wakapotea, wakaangalia kwengine, lakini wakatizame msalaba. Wale wote ambao wanakutumainia kwa mambo mengi zaidi katika maisha yao, wameomba na wanataka kukata tamaa. Wengine wameogopa kabisa, hata biashara walizoanzisha wakafunga kwa sababu hawaoni wakifaulu. Watu kama hao watembelee jinsi ulivyotembea kule Bethlehemu ukawapa mkate. Watembelee kabla hawajatoka usoni mwako Jehova, na kama wametoka, Mungu warejeshe katika jina la Yesu Kristo. Sisi tunaomba na tunaomba kwa ujasiri, kwa sababu wewe umesema unayajua mahitaji yetu hata kabla hatujakuomba. Basi ukaonekane katika jamii hizo na watu hao, wakaweze kurukaruka tena, wakasema ya kwamba ni kweli wewe unatenda, na usahau watu wako. Wakumbuke, uwasaidie na uimarishe vyema. Wale ambao wameingia kwenye majaribu wakaiwacha njia yako, na iwapo wako hapa, Mungu wasamehe siku ya leo. Kuanzia leo watoke kwa maovu ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo wakatenganishwe na madhabahu ya waganga katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo wakatenganishwe na watu waliowapa mafundisho potofu katika jina la Yesu Kristo. Tembea nayo hatua baada ya nyingine, na uwasaidie kuimarika katika neno lako. Mwaka huu Mungu wetu, tunasema ya kwamba ni mwaka wa kukuangalia wewe na kuamini neno lako. Tusiogope jambo lolote. Uoga uliopo katika nafsi zetu, Mungu kautoe katika jina la Yesu Kristo. Hatutaki kutembea kama watu wanaoogopa, lakini watu waliojikita katika neno lako. Tunachoogopa kukifanya, Mungu tupatie uwezo wa kukifanya mwaka huu. Tunachoogopa kukifanya, Mungu tupe uwezo tukakifanye katika jamii zetu na maeneo yetu ya kazi na biashara zetu katika jina la Yesu Kristo. Waliosema hatutaweza, tunasema kwamba Mungu sisi tunaweza. Waliosema ya kwamba sisi tumelaaniwa, sisi tunajua Mungu umetubariki. Waliosema jamii zitatenganishwa, mume na mke wataendelea kuishi pamoja katika jina la Yesu Kristo. Bariki watu wako ili wakaweze kushuhudia ukuu wako. Neno hili likakae ndani ya nafsi zao. Neno hili likakae ndani ya mioyo yao na akili zao. Daima ukatukuze na kuinue kwa utukufu wa jina lako. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba tukiamini. Kila mmoja tuseme